Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini popote mlipo, na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika masuala ya kiusalama, kiuchumi na hata kidiplomasia. Na kwa sasa tutakwenda kuanza na habari kutoka shirika la Human Rights Watch ambalo limetoa tahadhari kali hiyo jana Jumanne tarehe 14 Aprili kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya Haut Plateau ya mkoa wa Kivu Kusini, hususan katika wilaya za Fizi, Mwenga na Uvira. Shirika hilo linaeleza kuwepo kwa ongezeko la kutisha la mapigano likihusisha hasa mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drone, pamoja na ndege za kivita tangu Novemba ya mwaka jana 2025. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia pamoja na uharibifu mkubwa wa mali, hasa katika maeneo ya vijijini. Ushuhuda uliokusanywa unaonyesha kuwa angalau raia wawili kutoka jamii ya Banyamulenge waliweza kuuawa mwezi Machi mwaka 2026. Miongoni mwao ni mzee wa miaka 86 ama 86 ans aliyeuawa tarehe 23 Machi alipokuwa akichunga mifugo karibu na Minembwe, pamoja na kijana wa miaka 14 aliyeuawa tarehe 30 Machi akiwa shambani katika eneo hilo hilo la Fizi. Hadi sasa haijabainika wazi iwapo mashambulizi hayo yalilenga malengo ya kijeshi. Mbali na vifo hivyo, wakazi wameripoti uharibifu wa nyumba nyingi na kuuawa kwa makumi ya mifugo, hali inayoongeza mateso kwa jamii zilizoathirika. Tunashambuliwa kwa mabomu kila mara na watu wengi wanajeruhiwa, amesikika akisema mhudumu wa afya kutoka Minembwe, akikaririwa na Human Rights Watch, akionyesha hali ngumu wanayopitia raia. Human Rights Watch pia inaeleza kuwa mashambulizi hayo yanafanyika katika mazingira ya kuongezeka kwa uwepo wa wanajeshi na makundi yenye silaha katika maeneo ya miji. Tukio jingine liliripotiwa ni shambulizi la mwezi Machi lililolenga kituo cha redio cha eneo la Madegu karibu na Minembwe. Kwa mujibu wa mashahidi, wanahabari walilazimika kukimbia mara moja baada ya kuona drone za upelelezi kabla ya kituo hicho kushambuliwa na mabomu, huku mashambulizi yakielezwa hadi kwenye shamba lililokuwa jirani. Aidha, Human Rights Watch inanukuu vyanzo vya kiusalama ikisema kuwa takriban wanajeshi wapatao 4,000 ama 4,000 soldats wa jeshi la Burundi wamepelekwa katika wilaya za Fizi na Mwenga kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni zake za kijeshi. Mgogoro katika eneo hilo unahusisha hasa kundi la Twirwaneho linalotokana na jamii ya Banyamulenge linalodaiwa kuwa na uhusiano na vikosi vya Rwanda pamoja na wahasi wa M23 na pia baadhi ya makundi ya wahasi kutoka Burundi. Kwa upande mwingine, jeshi la Kongo linapambana likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo yanayotoka katika jamii za Babembe, Bafuliru na Banyindu pamoja na jeshi la Burundi na washirika wengine. Katika hali hii tata, raia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mgogoro huu wenye sura nyingi, ambapo kuongezeka kwa matumizi ya nguvu za kijeshi, hasa mashambulizi ya anga, kunazidisha hofu ya kuzorota zaidi kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya juu ya Kivu Kusini. Na katika masuala ya kiuchumi, maslahi ya wawekezaji wa kimataifa katika madini ya kimkakati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kuongezeka wakati mahitaji ya kimataifa ya metali muhimu yakizidi kupanda. Katika muktadha huu, kampuni ya Marekani ya Cobalt Metals imeanza rasmi shughuli za uchunguzi wa madini ya lithium katika eneo la kusini mashariki mwa nchi ambalo bado halijachunguzwa vya kutosha licha ya umuhimu wake mkubwa katika mpito wa nishati safi. Ikiungwa mkono na wawekezaji wakubwa akiwemo mjasiriamali mkubwa na mfanyabiashara maarufu wa Kimarekani Bwana Bill Gates, kampuni hiyo inapanga kuwekeza karibu dola milioni 50 ama
$50 million Amerika katika miaka ijayo hadi kufikia mwaka 2027. Lengo kuu ni kuharakisha ugunduzi wa maeneo yenye uwezekano wa kuchimbwa kwa kutumia mbinu za kisasa zikiwemo akili bandia na uchambuzi wa kina wa takwimu za kijiolojia. Hatua hii inaendana na mwenendo mpana wa kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani uliodhihirishwa hivi karibuni kupitia makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya madini. Kwa upande wa Kinshasa, lengo ni kuvutia uwekezaji wa kigeni huku ikitumia vyema rasilimali zake ambazo bado hazijatumika kikamilifu. Tayari ikiwa na leseni 13 za uchunguzi, Cobalt Metals inalenga kujipanga kama mhusika muhimu katika uchoraji wa ramani na uchimbaji wa baadaye wa lithium nchini humo, madini ambayo yamekuwa ya kimkakati katika utengenezaji wa betri za umeme na maendeleo ya teknolojia na nishati mbadala. Na kwa upande wa suala la kidiplomasia, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kupokea katika siku zijazo chache kundi la kwanza la wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani chini ya makubaliano ya pande mbili yaliyotiwa sahini hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyofanana, kundi hilo linaweza kuwa na kati ya watu 37 hadi 45, yani entre 37 personnes hadi 45 personnes, wote wakiwa si raia wa Kongo bali kutoka nchi za Amerika na Amerika ya Kati na Kusini. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa wahamiaji hao kuwasili Kinshasa tangu tangazo rasmi la tarehe 5 Aprili kuhusu ushirikiano kati ya Washington na mamlaka za Kongo unaolenga kurahisisha urejeshaji wa wahamiaji wasiokuwa na hati halali. Makubaliano haya ni sehemu ya mkakati mpana wa utawala wa Donald Trump wa kuharakisha taratibu za kuwafukuza wahamiaji kwa kushirikiana na nchi washirika hasa barani Afrika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vilivyo karibu na swala hili, wahusika wanatarajiwa kuwasili kabla ya mwisho wa wiki hii na watahifadhiwa kwa muda katika hoteli iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kinshasa wa Njili. Inasemekana watakaa hapo kwa kipindi cha siku 10 hadi siku 15 huku kukiwa hakuna maelezo rasmi kuhusu hatima yao baada ya muda huo au hadhi yao ya kisheria. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wahamiaji hao watapewa vyumba vya mtu mmoja, milo miwili kwa siku na wataruhusiwa kuzunguka kwa uhuru licha ya eneo hilo kulindwa na polisi wa taifa la Kongo pamoja na kampuni binafsi ya ulinzi. Hatua hii inayotekelezwa katika mazingira nyeti tayari imeibua ukosoaji kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu na baadhi ya wanasiasa wa Kikongo wanaohoji uhalali wa kisheria na athari za kibinadamu za mpango huo. Hatua kama hii si mpya kwa Washington ambayo tayari imewahi kupeleka wahamiaji katika nchi kadhaa za Afrika kama vile Ghana, Cameroon na hata Guinea Equatorial. Mifano hiyo ya awali pia ilizua wasiwasi hasa baada ya baadhi ya wahamiaji kurejeshwa katika nchi zao za asili licha ya kuwa na ulinzi wa kisheria waliokuwa wamepewa nchini Marekani. Katika mpango huu mpya, Organisation Internationale pour les Migrations OIM inatarajiwa kutoa msaada wa kibinadamu baada ya kuwasili kwa wahamiaji hao huku ikisisitiza kuwa haina ya jukumu lolote katika mchakato wa kuwahamisha ambao unasimamiwa moja kwa moja na serikali za Marekani na Kongo. Hatimaye maendeleo haya yanakuja katika muktadha mpana wa kidiplomasia ambapo Washington inaendelea kuunga mkono juhudi za kufikia makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda, huku pia ikiimarisha ushirikiano wa kimkakati unaoipa Marekani upendeleo wa kupata madini muhimu ya Kongo. Hali hii inaibua maswali kuhusu uwiano kati ya ushirikiano wa kimataifa, uhuru wa taifa na heshima ya haki za msingi za binadamu kwa wahusika wanaohusika. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tumefurahi kuona umeanza na hata kumaliza nasi, na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane panapo majaliwa. Asante.